Alafu jamani, unajua wakati nikimuuliza Flora hapa, hivi waliotia nia 2020 hapa Arusha ni akina nani? Umeona? Kwa upande gani? Ubunge, kwa upande wa ubunge. Wa chama gani au vyama vyote? Kwa mfano tukianza na Chama cha Mapinduzi, sijakwambia nani, sijakwambia utakuja kukupa nafasi ya kuniorodheshea. Lakini ukijaribu kuangalia kwenye majimbo mengi tofauti na Arusha, unajua Arusha kama imepoa Arusha imepoa? Kwenye hizi nani? Unasema kwenye ngazi gipi kwamba ya ubunge Arusha imepoa? Sasa zaidi ya simdomsikia si wawili tu. Sawa, wale wawili kwa sababu ndo nani? Wewe nani mwingine ambao sasa hivi unamsikia? Lakini ukijaribu kuangalia, leo nilikuwa nikisikia moja chombo cha habari asubuhi pale, walikuwa wakielezea patashika ambazo zinatokea kwenye majimbo ya watu pale. Mwanangu unakuta kuna watu kama watu 7 kwenye eneo moja wana nginja wale watu. Arusha unakuta kuna labda 2 3 ndio wanaonekana maarufu, lakini kuna wale chimbo kwa chini ni yani issue unajua, kwa mfano inatokea kwa hao majimbo kuwa na hao watu ambao kimsingi ni wanapambana watiania. Unakuta pia ni watu ambao hawajaachana sana kwenye issue ya kiuchumi au pia hata kiushawishi kwenye chama au kwenye eneo husika. Sasa kwa mfano ukija kwenye mazingira yetu, wacha tujadili hili, magazeti tutasoma tusiapo hayatafutika. Yani sasa ukija kwenye mazingira ya hapa tu kwenye jimbo la letu la Arusha mjini, ukiangalia ambao wanapambana na ambao watu wanadhanishia kwamba wange wa challenge, unaona wako mbali sana. Tofauti na hao, kwa mfano hao ambao huyu alikuwa anazungumza, walikuwa wanatolea mfano, walikuwa wamekaribiana au wameachana, ni Ndanda na Yanga. Ni watu ambao unasikia anamensheniwa huyu, anamensheniwa ambao pia wapo karibu sana. Kama nani yako ina mantiki kwamba ni watu ambao kidogo yani wanalingana fulani hivi kwenye upande wa nani. Hiyo ni nguvu ndani ya chama au kwa wananchi. Kwa hiyo hao ambao wanapambana hapa Arusha mjini, wao ni kama wamewaua hawa wengine. Ina maana kwamba au ni beto yao imetengenezwa kwa ajili ya kuweza kusababisha wao ndo wakaona. Unajua kwa mfano kama sasa hivi mimi nilikuwa na nia kugombea Arusha mjini. Umeona bwana? Umebadilisha jimbo? Arusha mjini sasa. Ulikuwa ama una? Nilikuwa. Lakini sasa hivi umebaki na jimbo lako la Arusha Kusini. Sasa hivi naenda kule kwa Mpina. Kule. Unajua kwa mfano wangu mimi ni kwa umesikia anko? Kwa mfano kama kuna mtu ambaye anataka kutia nia kwenye Chama cha Mapinduzi sasa hivi, anaona ana kazi mbili ngumu ambazo anapaswa kufanya. Ya kupambana na watu wawili. Mmoja amwangushe, ambao pia na yenyewe sio rahisi. Alafu mwingine amwangushe, sio rahisi. Yeye mwenyewe akijipima nguvu na ushawishi ndani ya chama. Ndio maana kuna watu wengine sasa hivi walikuwa labda wana mpango wa kutangazania, lakini alipokuja huyu wa pili ni kama kwa sababu huyu mmoja kuna baadhi ya watu wangejaribu hata kuchallenge, lakini ameongezeka huyu wa pili sasa ni kama ndio ile inakuambia kwamba ndio hicho ambacho kimeniogopesha mimi. Kwa hiyo jana ndio nimekata shauri, nikasema nafanya movement, naenda kule wapi nani kwa Mpina Kisesa, naenda zangu Kisesa kugombea kule. Kwani Arusha kuna mbunge ambaye aliwekwa mzawa akapita hapa Arusha? Wewe tengeneza tu kama wakikuelewa, chama kikikutambua. Kwa sababu kule sasa kule unajua wana ile tabia kuangalia wametoka wapi. Kwani Arusha kuna mzao ambao alishekwa Arusha sisi wote watu ambao wamekuja. Sasa Arusha ni Arusha baba. Arusha ni Arusha. Au pale Arumeru Mashariki unaenda mbali wapi? Au na magharibi wakina Tuntusi ndo wanasema wanataka mtu. Arumeru Magharibi kule hapana. Wale wana mtu wa aina ya mtu wao ambao wanamtaka wao, watakaomtaka wao ndo wao wata nani. Au nikwambie nenda kwa mstaafu, kwa wale ambao wanastaafu. Kwa nani? Kwa kina nani? Yule alikuwa waziri wa ardhi. Na kuna ambao wanastaafu. Kwa mfano mimi mimi kwa Lukuvi pale. Kwa Lukuvi. Lukuvi nani? Isimani. Nani mkuu wa wilaya nani hapa? Alienda. Kiswaga. Kiswaga ndo ameenda kwa Lukuvi. Au kwa nani? Kwa speaker mstaafu wa bunge. Nani? Mimi simuoni kama anarejea. Mbona ameshasema? Ndugai. Ameshasema bado anarudi. Anarudi? Bwana Ndugai. Ndugai. Harudi? Au niende kwa kaka Freddy pale.
Sasa wewe utakuwa uchokozi. Sasa hapo wewe sasa huyu hataki ubunge, anataka uchokozi. Hajipendi huyu. Sema nikwambie kitu. Umesikia? Umeona jimbo la Arusha mjini linazungumziwa sana, si ndio? Ambao ile unajua ile ilikuwa inanogesha hata ile mnakata mtaani mnasema mnasikilizia. Lakini sasa hivi unajua kama fulani anaenda. Unajua ule ushindani ulikuwa unasema ni uchaguzi kabla ya uchaguzi. Kwamba bana huku CCM kuna huyu na huyu wanapambana, jina gani limerudi. Hicho ndo ambacho yani hata kabla ya uchaguzi. Yani unajua zamani ulikuwa unaona kabisa sasa kwa mfano kama wakati huu ni pilika yani. Ile ndio kwenda unajua ni hivi. Sasa hivi uone hata picha zikitembea ni mpaka tusubiri ile kipenga kipigwe. Anyway, Monaban nimemkosa. Richard Paul nampigia simu ashiki, kama akikuta message yangu akirudia tutarudi naye. Haya, ngoja jamaa amerudi. Nimempata bana, haiwezi kutoroka tukakimbia. Richard. Yes sir. Habari za asubuhi bwana. Salama sana bwana mtangazaji, habari ya majukumu? Bwana tunamshukuru Mungu. Hapa tumekupeleka hewani ndugu yangu. Tukijaribu kuchambua tunaona baadhi ya majimbo kama tunajua kabisa fulani kuna mtu japo nia bado lakini anaonyesha kuhitaji jimbo fulani, lakini Arusha tunaona kama pamekaa kimya, na Joram ananiambia kwamba mwanzoni Richard Paul alikuwa anaonekana kama ana kasi ya kutaka jimbo la Arusha mjini, lakini baada ya kuona watu wawili wanasigana kama Richard amerudi nyuma. Vipi, tunakuona hiyo nia bado ipo au ndio? Hapana, nia bado ipo. Na kugombana kwao sisi kwetu ndio ni afadhali, kwa sababu vita vya panzi. Vifo au tembo akigombana nyasi zinaumia. Sisi kwetu tunaona ni afadhali, kwa sababu tumechoshwa kuwa na viongozi ambao kila siku wao wanagombanisha watu, hawataki kujenga maendeleo. Arusha ni mji wa kimataifa, na sisi wazao wa Arusha sasa tumeamua tujenge mji wetu sasa wenyewe. Tumechoka kuwapa watu alafu wanatuharibia, badala wafanye kazi. Wao kazi yao ni kugombana na watu tu kila siku, kila anayekuja yeye lazima agombane naye. Kwa hiyo nia ipo 100% naingia ulingoni. Na support iko kubwa tu. Okay. Ndio. Maana tulikuwa tumeingia hadi kwenye chat GPT tukataka tukumbushwe wagombea ambao walitiania 2020. Tumeona jina lako ni la tatu baada ya Monaban Model, baba askofu. Umeona tukasema tumemcheki Monaban na tumpate kwenye simu. Tukasema tukutafute wewe tujue vipi, mbona kimya? Tupo. Na hivi niko Arusha. Tunaendelea tuna mambo taratibu, tunasubiri siku ya kwenda kuchukua hizo fomu ambazo wakitangaza. Tumsaidie Mheshimiwa Rais kuijenga Arusha, kwa sababu naye anajitahidi sana kutuletea mikutano, anajitahidi sana kutuletea maendeleo, lakini ndio hivyo tena tunakuta Arusha ndi haina stendi, haina soko la kisasa kama wenzetu huko Dar es Salaam na masoko ya kisasa, wana mastendi ya kisasa. Kwa hiyo sisi tunataka Arusha tuigeuze, sio ya ugomvi, sio ya maneno, sio ya kuchongeana, sio ya kupelekana jela. Tunataka ukipaki mahali unakuta kuna mstari wa parking umepigwa rangi vizuri, panang'aa, mji msafi. Ndicho kitu ambacho tunataka twende tukakifanye kwenye awamu hii. Hivi Richard, kwa mfano kama ikitokea sisi vijana utatusaidia nini sasa? Hiyo tutakuja ongea tukio kwenye majukwaa. Okay. Tutasikia. Saizi hatuwezi kutoa ahadi zozote, lakini ahadi yetu kubwa sisi ni kutaka kuiboresha tu Arusha, kwani tayari Arusha imeshakuwa ni mji wa kimataifa. Tunapata mikutano mingi, lakini tunapata aibu kuwa kwamba hatuna hata soko, hatuna hata stendi ya kisasa. Tuna wabunge, tuna viongozi, lakini ndio kama hivyo unasikia kila siku kwenye magazeti viongozi wakuu wakija, badala kazi ya kuiboresha Arusha inakuwa kazi ya kupatanisha watu. Sasa sisi kama mimi nikiingia hapo utakaoone mimi sisi nagombana na mkuu wa mkoa, sisi nagombana na nani, sisi na meya. Sisi tutakuwa timu moja ya kuweza kujenga Arusha na kumsaidia mama ili Arusha ionekane Geneva, kama ile hapo semekana Arusha ni Geneva. Hiyo Geneva kweli. Bwana, sisi tukushukuru sana kwa kauli hiyo. Basi tunaamini ya kwamba basi kwa sababu tulijua kwamba umerudi nyuma baada ya kuona misigano ya watu wawili, ukaamua kurudi nyuma kuacha. Hapana, mimi ni yangu bado iko pale pale, na mimi nina nia kumsaidia Mheshimiwa Rais ili tuweze kuijenga Arusha yetu isiwe tena ni Arusha ya kugombana na watu. Sisi ni wazawa,
tuna historia ya Arusha. Tumeumia sana na mji wetu wa Arusha, tumeufuatilia sana mji wetu wa Arusha. Sasa tunautaka tuushike wenyewe mji wetu wa Arusha ili tuuendeleze wenyewe, tukae na viongozi. Tukipata viongozi kama hawa waliokuwa sasa hivi katika nyadhifa za mkoa, yani Arusha inaweza ikabadilika kama Geneva. Sio tunakaa na viongozi ambao kila saa wao ni kumchongea mwenzake, sio kafanya nini, sio kafanya sisi tukiingia bwana, kazi ni kazi. Unadhani sera za mama za kufanya Arusha iwe Geneva? Unadhani kuwa unadhani Richard kuwa na mgombea mzawa au tukipata mbunge mzawa inaweza ikatusaidia kwa namna yote tofauti na ambaye sio mzawa? Kwa sababu mimi na mpango wa kwenda Kisesa. Hapana, unajua unaweza kawa umetoka hata Mwanza, umetoka wapi ukaja hapa Arusha ukatuletea maendeleo. Lakini tumeshaona wabunge wote waliokuepo ni watu wakuja hawana lolote la kufanyia. Tulikuwa na Lema hapa, hakuna kitu cha kufanyia. Tukamwacha dada yetu Batilda, tukaacha tukawapa watu ambao wameivuruga Arusha. Tukaja tukawapa tena watu wengine wakaivuruga Arusha. Kwa hiyo sasa hivi tujaribu tu kuangalia hawa wenyeji vipi, mnashindwaje kujenga mji wenu wenyewe? Kwa sababu nafasi zilishatokea. Mona bana aligombea akashindwa, dada yetu Batilda aligombania akashindwa. Wakachukua watu ambao ndio kama hivyo, unaona Arusha inabaki kwa ni jina tu. Ile Sweet Geneva ya Arusha haiko tena. Sasa hivi sisi wa Arusha tunataka tuifanye Sweet Geneva irudi tena. Kwa sababu kama mikutano tunayo na miundombinu inatakiwa iwepo, barabara nzuri zenye kueleweka, lami, mahospitali, mahoteli, vijana wanapata ajira na nini. Maisha yaendelee, sio ugomvi kila siku. Unajua ugomvi hauna maana. Na ile kusema uzawa hapana, mtu yote ni haki ya kugombania. Lakini sasa tumeona hao wote waliokuja hawa ni kwa maslahi yao tu, sio kwa maslahi ya wana Arusha. Sisi tunataka sasa tuijenge Arusha yetu wenyewe. Bwana Richard, tukushukuru sana. Mimi naenda Kisesa ndugu yangu. Karibu sana. Mimi naenda kule kwa Mpina kule, nataka kagombee kule. Kule kuko wazi tayari. Naona kama lango umeshafunguliwa. Pako wazi. Yeye ameshaambiwa. Au niende Kawe. Yeye nafasi yake iko pale kwa wale watakaoteuliwa wa kitaifa. Wajimbo unajua tena ameshaambiwa wajimbo hamna. Kawe utaenda, lakini sasa pale unajua tena unatakiwa unapokuwa mwanadini, dili na dini sana, usichanganye dini na siasa. Unajua ukichanganya vitu viwili kwa pande moja utawachanganya waumini. Sisi tunataka tu viongozi wetu wa dini wakae na dini, watueleze Yesu alitoka wapi, alienda wapi, alikufa, alifufuka lini. Hii mambo ya siasa semi imefanya nini, waache wanasiasa wafanye kazi zao. Mtu ana kazi yake kufanya. Tuishie hapo, maana hapo upele utapata mkunaji na kujua. Tuko pamoja kiongozi. Bwana shukrani sana.